faida kubwa zaidi ambayo unaweza kupata. Okay, sawa. Zaka, tuachane na hilo, na nataka pia tujadili hili la ambalo limeibuka, swala la Simba na Yanga. Mijadala limekuwa mikubwa kweli, na mwisho wa siku mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee wangu Steven Mguto, yeye alibainisha kwamba mifumo ya kuanzia zamani mpaka sasa haikuwa mizuri kwenye kuamua mambo ya Simba na Yanga, kwamba busara imekuwa ikichukua nafasi kweli. Na juzi niliongea na Ngetile, nilimuuliza kwamba kipindi cha utawala wenu mambo haya ambayo yanachukua nafasi, mechi kuahirishwa, sijui Simba na Yanga wanagomea mechi, je, mlikuwa mnatoa adhabu stahiki? Alijibu kwamba kipindi cha Tenga vitu kama hivi alikuwa hakuna timu ambayo inaweza kugoma. Katika hili pia unaweza ukatukumbusha ili kuhakikisha kwamba tunakwenda sawa na kuja mpaka kwenye utawala wa Karia. Karibu. Kwanza nianze hapo kwenye unasema ni mambo ambayo yamekuwepo muda mrefu. Ndio. Unajua kila watu wana historia yao. Yeah. Unafahamu, kila nchi ina historia yake. Nchi ambayo haina historia ni nchi mfu. Yaani jamii ambayo haina historia ni jamii mfu. Yeah. Lazima uwe na historia yao. Sasa historia ikiwa mbaya na nafasi ya kutengeneza kuwa nzuri, muitumia ile kwamba tulifanya hivi tukakosea, turekebishe. Yeah. Mpira wetu umetoka kwenye siasa kwanza. Sio siasa za mpira. Siasa za utawala, yani siasa za siasa. Ndio tulikotoka huko. Na hata baada ya uhuru miaka mingi sana baadaye, mpira wetu ulikuwa unasimamiwa moja kwa moja na chama tawala. Yaani ile jumuiya ya vijana, kuanzia jumuiya ya vijana ya 5 mpaka jumuiya ya vijana ya CCM ndio zilikuwa zina sauti sana kwenye mpira. Yeah. Wale wote wanatia hapo. Hata miundo ya timu zetu za mpira zilikuwa zinafuata muundo wa chama. Kwamba chama kinakuwa kina mwenyekiti na klabu inakuwa na mwenyekiti. Yeah. Chama kina katibu na klabu ina katibu. Chama kina katibu mwenezi, mtu wa propaganda, na klabu ina katibu mwenezi, mtu wa propaganda. Na hii inaendelea mpaka miaka 2000. Hata Juma Nkamia wakati yuko Simba alikuwa katibu mwenezi, mtu wa propaganda. Ni juzi tu. Kwa hiyo tumeishi kwenye mifumo hiyo kwa miaka mingi sana. Viongozi wetu wa mpira wengi wametolewa kwa amri za vyama. Kwa mfano, Tajiri Mambi alitolewa kwenye uongozi wa FAT kwa amri ya katibu mkuu wa jumuiya ya vijana CCM. Yeah. Wakati yeye Mambi akiwa kwenye kombe la dunia Mexico 86, wakasema huyu atoke hapa. Unafahamu. Kwa hiyo kwa sababu chama tu kina nguvu sana, ndio mfumo uliokuwa. Sio kwamba walikuwa wanaingilia, ndio mfumo uliokuwa. Hata mambo ya kusema serikali isiingilie mpira hayakuwepo wakati huo. Mnakwenda mkipata matokeo uwanjani msiwezekana nayo, au kuna kitu kimetokea, mnakata rufaa, mnakwenda kwa waziri anatengua, ikishindana mnakwenda mahakamani. Ndio mpira ilikuwa hivyo miaka hiyo yote. Kwa hiyo tuliujenga mpira wetu kwenye mazingira hayo. Yeah. Sasa tunatakiwa kwa sasa tutoke, yani sio mtu mmoja atoke tufanye kama tafute mwafaka wa kitaifa. Tunatokaje kwenye mazingira haya? Nani wa kututoa huko? Of course tunataka tujitoe sisi kama Watanzania, ila kinara wetu sio mamlaka. Yep. Mamlaka za mpira ndio zina champion hiki kitu. Kwamba sasa inabidi tutoke huko. Sasa nikirudi kwenye swala lako la msingi la Ngeta, kaka mwandishi wa habari mkongwe ambaye ametulea kwenye tasnia ya habari, Angeshia Osaya. Ndio. Ambaye nadhani katika kipindi chake hata alikuwa katibu mkuu wa TFF, alikuwa ndo kama alikuwa wengine wachache mtu pekee kwa Kifaransa. Kwa hiyo tukienda kwenye press conference tunakutana na mtu anajua Kifaransa, yeye ndo anakuwa mkalima yetu pale. Kwa sababu ndio alikuwa mtu pekee anajua Kifaransa. Mtu mmoja mbobezi sana. Kabisa. Lakini kwenye lile sasa mambo yalitokea hata wakati wao, hata kabla yake yale mambo yalikuwepo tu yanatokea. Nimesikia kwenye mahojiano yako akisema Yanga walithubutu kufanya hivyo 2008, Tenga akawajia. Ni kweli. Na hata hapo kabla niisha kusema ile vita kwa sababu ni issue. Ndio. Siasa, sio siasa hiyo, siasa za siasa. Kwa sababu mashinikizo yalikuwa mengi, mpaka Tenga akataka kujizuru na nini, mambo yalikuwa vile wakati ule. Alishinikizwa sana, lakini kuna mengine ambayo yalitokea na wakatumia busara kuelewana, kwa sababu misingi ndio iko hivyo na hali imetokea.
Haya, tayari tumeshapewa alamu hapa. Tutarudi tena kwa Zaka za kazi, yes, kwamba tunazungumza naye katika kile ambacho tupo nacho hapa kwa uzuri. Hayo umemsikiliza Zaka, nimemsikiliza Zaka. Amenikumbusha kwenye mkutano mkuu wa TFF Tanga pale kabisa, wakati wa Jamali. Mikutano ilikuwa haiishi vizuri pia, kitu ambacho nadhani pia Karia amekifanya kwa uzuri kwa sasa hivi. Mko mkienda kwenye mikutano mkuu mzee vita. Zaka nimemrudisha hewani hapa. Zaka, ulikuwa unaendelea. Zaka za kazi. Naam. Mambo yalikuwa yakitokea na kuna wakati walikuwa wanakaa na kuyaongea. Ndio. Ili maisha yaendelee. Japo maamuzi mengine hayakuwa sahihi, maamuzi mengine labda unaona kwa ajili ya wakati husika. Kuna mkasa kama mimi nimetoa kuzungumza hapa katika majibu yangu kwa Kakangeta. Ndio. Kuna mkasa wa Simba kugomea mechi na Yanga 2009, mechi ya ngao ya jamii. Ndio. Waligoma kwa sababu ya pesa ambazo za ushindi wa ligi za mwaka 2001. Yaani ligi ya 2001 ilivunjika kwa mambo haya ya serikali kuingilia. Mdhamini alijitoa kwa mambo ya serikali kuingilia mpira. At the time ligi ilikuwa na timu 20. Alafu ilikuwa na timu 18. Hizi timu zinacheza kwa makundi, alafu mnaingia 6 bora. 6 bora ndio mnatafuta bingwa wa nchi. Lakini kulikuwa na matatizo yakatokea, waziri Kakule akasema mwaka huu timu ziwe 8. Yaani timu moja iongezeke ili iwe na 8 bora badala ya 6 bora. Wale fati walikataa na mdhamini wa ligi Safari Laga walikataa hiyo nani. Lakini serikali ikasema lazima iwe hivyo. Walivyolazimisha hivyo, mdhamini akajitoa kwenye ligi. Kwa hiyo akajitoa. Sasa baada ya kujitoa mdhamini, ligi ikaendelea lakini hamna mdhamini. Kwa hiyo bingwa hakupata zawadi ambayo ilikuwa Simba 2001. Lakini Simba lile likamkaa koni, anaendelea kucheza ligi lakini zawadi yangu. Akaja kugomea mechi ya 2009 kwa zawadi ya 2001. Tenga kakanao chini, yani hakutoa adhabu. Hakuna adhabu iliyotoka, nafasi akapewa Mtibwa, akaenda akacheza ile mechi ya jamii akashinda. Lakini huyo aligoma na wakati wa Tenga. Kulikuwa na mechi ya Azam FC na Mtibwa Sugar 2012 ilifanyika Chamazi pale. Mtibwa alitoka uwanjani kugomea penalty. Waligomea penalty, wakatoka uwanjani, refa akawasubiri, hawajarudi kamaliza mchezo. Sasa zinabidi taratibu zichukuliwe. Hazikuchukuliwa, mechi kaamua irudiwe katika uwanja mwingine. Sasa wewe unaweza kujua hapa leo mechi na hama uwanja kama uwanja una shida. Jambo la kwanza, kama uwanja una shida. Kwa watu wanaogomea penalty, uwanja una shida gani? Yaani watu wamegomea penalty kwamba si penalty tumuonewa. Uwanja una shida gani kama uwanja? Hauna shida kwenye hilo. Lakini timu inagomeaje maamuzi? Yaani inagomeaje maamuzi ya uwanjani alafu inatoka uwanjani alafu mechi inarudiwa? Haya yametokea katika kipindi chao katibu mkuu akiwa Angetile mwenyewe. Nadhani alisahau labda au alidownplay, yani hawakujua kama kile wanachokifanya ni jambo kubwa ambalo litakuja kuwaathiri baadaye miaka mingi watakuwa wanahojiwa, hapa nyinyi mlichukuaje uamuzi huu? Yani kile kitu ambacho lazima unajua kuna vitu nasema kinakuja kukudhuru baadaye. Kila ukitaka kulala linakuja kichwani, mlifanyaje hapa nyinyi? Lakini wakati ule hamkuchukua kwa ukubwa huo. Kwa hata katika nyakati zao kuna vitu vilitokea na walitumia busara yao kwa wakati wao, kwamba hii labda waliona busara yenyewe, japo kuna busara zingine unaona kama ni busara kweli, kwa sababu mimi naamini busara huwa inatoa matokeo bora. Busara haitoi matokeo mabaya. Mahali popote pakitoa matokeo mabaya ujue busara haikutumika. Pakiwa na matokeo mazuri, pakitumika busara, lazima kinakuja kitu chema. Na Zaka, unaamini kwenye busara zaidi? Manake inaonekana sasa hizi busara Simba na Yanga zinapanda kichwani mamlaka za soka. Kwa Mkai naongea na wewe hapa leo. Nadhani tarehe 21 leo. Na Juma yuko hapo na wengine wote studio. Isitokee hata siku moja mkatilia shaka busara kwenye maisha yenu ya kawaida. Hata sio kwenye mpira. Hata kwenye maisha yenu msije kutilia shaka busara. Na msije mkaikataa busara hata siku moja. Busara haijawahi kumpotosha mtu hata siku moja. Ukiona sehemu wanasema wametumia busara alafu mambo hayakwenda, waongo, hawakutumia busara. Wale ni waongo ili wamejificha kwenye busara. Busara hata siku moja haiharibu mambo. Busara inatengeneza mambo. Hakiharibika mambo ujue busara haikutumika. Kwa hiyo tusichanganye. Yani kuna wakati kwa mfano kulikuwa na lugha kwenye siasa zetu za Tanzania kitu kinaitwa takrima.
walikuwa wanajificha watu, ni rushwa. Sasa takrima ni kitu ambacho mwenyeji anamfanyia mgeni wake kumkaribisha. Kaja mgeni nyumbani kwako na soda, takrima ile. Lakini watu wanakuja mgeni ndio wananunulia mwenyeji, alafu wanasema takrima. Hapana, hiyo ni rushwa. Jifiche kwa takrima. Hiyo ni rushwa. Kwa hiyo yeye wanayotumia sio busara ambayo inaharibu mambo. Busara inatengeneza mambo, busara, kwa sababu busara ndo kanuni kuu. Katika kanuni zote zilizopo, kanuni kuu ni busara. Mnapoona kwamba kanuni zetu hazitupekee kuzuri, ndio mnatumia busara ili muende kuzuri mnakotaka. Kwa mfano, kwa Mkai, huko barabarani unaendesha gari. Sheria za Tanzania za kuendesha gari zinakwambia pita kushoto. Sasa unapita kushoto, unakutana na lori linakuja mbele, limekata breki, liko upande wa kushoto. Unasema sheria zinasema nipita kushoto, tunakwenda tunagonga, unakufa imeshi. Busara inakutuma sasa hapa na iacha sheria ili nipite hili jambo, alafu nitarudi kwenye sheria. Kabisa. Sasa ile ni busara, imekuepusha. Lakini mambo yanapoenda vibaya, baada ya kujidai umetumia busara, wewe hukutumia busara hata kidogo. Umetumia kitu kingine ila umesingizia busara. Busara huwa hayaribu kitu. Lakini Zaka, mimi nakuelewa vizuri sana kwenye matukio ya Simba na Yanga. Mguto amezungumza kwamba huwa wanatumia busara sana kuliko kanuni, na sisi tunatamani kanuni ndio zifanywe kazi. Kama mtu kushuka daraja, kupokwa alama 15, hivi vitu ni vya msingi sana Zaka. Sasa mimi sija specify upande gani, nasema hilo mtajaji nyinyi. Kama baada ya kutumia busara wao walipata matokeo chanya au hasi. Ndio. Kama matokeo yaliyokuja ni hasi, hawakutumia busara. Kwa sababu busara huwa haitoi matokeo hasi. Kwa hiyo labda kuna kitu kingine walikitumia kikaleta matokeo hasi, alafu wakasingizia hicho kitu ni busara. Lakini kiuhalisia busara huwa hayaribu mambo. Kwa hiyo mambo yenu yanapokuja kuharibika kwa maamuzi mliyofanya kwa kuacha kanuni, msije mkasema kwamba tuliacha kwa sababu tulitumia busara. Haikuwa busara ile. Busara huwa haiharibu mambo. Na Zaka, tukimalizia tu, ninyi Azam FC mnatamani kuwa kama Simba na Yanga? Kwa muktadha upi? Kwa ujumla wake, kimafanikio, kwa ujumla hapana. Kila kitu. Ngoja kwanza. Naam. Kwa kila kitu hapana, kwa sababu kuna vitu vingine tumewazidi. Kwa tukitamani maana tunataka kurudi nyuma. Kuna vitu ambavyo wametuzidi, hivyo vitu tunatamani kuwa kama wao. Kwa vile vitu chanya ambavyo wametuzidi. Ndio. Kuna vitu vingine tumewazidi ambavyo sisi hatuwezi tena kutamani kuwa kama wao kwa sababu tuko mbele yao kwenye vitu vingine. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo kwenye kujifunza na kutamani kuwa kila mtu ana kitu cha kujifunza, au kila mtu ana kitu bora ambacho mwingine hana. Regardless yuko una status gani kwenye jamii, regardless una mali kiasi gani, regardless una madaraka kiasi gani, kuna kitu fulani wewe huna na nguvu zote ulizonazo anacho mtu wa kawaida tu ambaye hata hana nguvu yoyote. Kwa hiyo hata wao wana vitu vizuri ambavyo sisi tunaweza kujifunza kutoka kwao, au tunatamani vile vitu vilikuwa vya kwetu, lakini sio kila kitu. Na ndio maana hoja nyingi za wadau wa soka wanabainisha kwamba Azam FC kutoa ubingwa wa ligi kuu mbele ya Simba na Yanga, basi itakuwa shida kweli kweli, ni safari ndefu kweli kweli. Ni safari ndefu ambayo lazima tuisafiri kwa sababu tupo na tunabidi sisi wenyewe tuifanye iwe fupi badala ya kuwa ndefu. Kikubwa mimi sio muumini sana wa hiyo. Mimi sio muumini sana. Mimi naamini kwamba tunaweza kufanya kitu. Tunafanya kazi kubwa sana kubadilisha hiyo hali, na inshallah tutabadilika tu muda si mrefu, kwa sababu kuna vitu ambavyo tabisi tulifanya wenyewe. Mkai, unapotokea hujafanikiwa kwenye jambo lote ulilofanya, 70% ni wewe. 30% ndio mambo mengine ya nje. Ni kweli. Sasa unaacha 70% ambazo utakiwa utimize wewe na kuhangaika na zile 30, au unadili na 70% unaachana zile 30. Unapaswa kwenda na 70 kwako. Ukibaki unalialia na hizo 30, sawa, unaweza kutengeneza justification kwamba wewe ni mkulima alafu unashinda kulima eti kwa sababu jua kali sana. Watu walima jangwani. Hakuna nchi inayolima sana sasa hivi katika nchi zingine nyingi sana kama Israel, ambao ni jangwa tu kule, lakini ni wakulima wakubwa mno. Kwa hiyo ukibaki unalialia tu bwana, havua hamna bwana, siwezi kulima. Sawa, kutokana na njaa yako na nini, na watu ila kweli bwana, lakini bwana jua kali sana. Lakini fanyia kazi ya 70% ambazo ziko ndani ya uwezo wako. Hizi 30 ambazo ziko nje ya uwezo wako
huwezi kuzibadilisha. Kwa hiyo ukilialia na hizi unaweza kutafuta justification na ikafanikiwa kwa watu, lakini ndani ya nafsi yako unajidanganya na unajibisha nyuma mwenyewe. Na sisi tunadili na sabini yetu na Zaka tu sawa na tusababisha upepo. Zaka, tukubaliane tu na kwenye hili kwamba Simba na Yanga wataendelea kulitawala soka la Tanzania. Mbona lazimisha mkubaliane? Kama watu kama sisi tusipo step up our game na kuchukua nafasi yetu, wataendelea kutawala. Yaani sisi ndio kubadilisha huu utawala. Tunatakiwa tufanye kazi ya ziada kubadilisha huu utawala, kwa sababu mimi nikwambia, mimi nafuatia sana mpira wa nchi. Hata wao hawakuwa wakubwa hivi at the time. Kuna nyakati hawakuwa wakubwa hivi. Lakini walifanya kazi yao na wakafikia ukubwa. Kuna kazi walifanya. Of course kuna 30% ziliwasaidia. Nasema katika ile 170 fanya wewe, 30% za mazingira yako na mambo mengine. Kuna 30% ziliwasaidia. Kwa mfano, baada ya vita kuu ya pili ya dunia kutokea, timu zilizokuwa kubwa wakati ule zilikufa kwa sababu zilikuwa zinaundwa na taasisi za wageni na mambo mengi, watu wa kutoka nje na nini, lakini ambao walirudi kwao wakati wa vita. Kwa hiyo timu wakazitelekeza zikafa. Wao ndio wakaibuka hapo. Lakini mpaka wakati huo walikuwa tayari wana nguvu zao, kidogo walikuwa wajikongoja wanafanya kazi yao. Kwa hata sisi inaweza isitokee vita dunia kwa athiri hawa, lakini sisi wenyewe tudini na sabini yetu. Tukidini na 70 yetu. Hata kama hatuto ubingwa miaka 10 mfululizo, lakini tutagawana. Kwa sababu mpaka sasa tumefanikiwa kukaa hapa kwa miaka hii 5 iliyopita tumechukua nafasi ya 3. Lakini 5 ya nyuma yake tulikuwa tunacheza nafasi ya kwanza na ya pili. So kuna sehemu tulilegea. Yaani kuna sehemu hatuku step up our game tukapotea. Mimi nikwambie Mkai, Azam ilipanda daraja kucheza ligi kuu kwa mara ya kwanza msimu wa 2008-2009. Ilimaliza nafasi ya 8 kwenye ligi. Msimu uliofuatia 2009-2010 ikamaliza nafasi ya 5. 2011-12 nafasi ya pili ikawa bingwa, ikawa ya pili mpaka mwaka 2016 Azam imeshika nafasi ya pili msimu wa 15-16. Msimu wa 16-17 ikamaliza nafasi ya 4, the worst ever kwa kipindi cha ukubwa wa Azam, ukiacha ule msimu wa kwanza kwenye ligi. Hiyo ndio ikawa the worst ever. Ikachukua nafasi ya pili ya 2010.